Yes, bado tunaendelea na mtiririko wa story wa simulizi ya maisha ya brother hapa ambaye alifanya vitu vingi vikubwa, ambaye alikuwa ni muosha magari. Kwa hivyo wakati huo tunaendelea, nichukue nafasi hii pia kuwataarifu watu kuhusiana na kumekuwepo na matumizi mabaya ya simulizi zetu, yani vipindi vyetu. Kuna wanahabari ambao wanatumia katika vipindi vyao, yani wanazidownload, wanaingia YouTube wanazidownload, alafu wanaziconvert kuwa audio, alafu wanaenda kutumia katika radio zao na wanakata sauti zetu, yani sauti ya mtangazaji wanaikata, alafu wanaweka ile story azifu wao kama ndo wametafuta hawa sosi na kuwahoji. Kwa hivyo tunatoa onyo mara moja kwa mtu yoyote ambaye anatumia vipindi vyetu ama stori zetu kwa matumizi yake binafsi. Kama wewe ni mwanahabari na umeajiliwa katika radio, basi tafuta watu utawapata, ama wasiliana na sisi bwana, nataka story fulani, tutakupa utaratibu namna ya kumpata huyo mtu ama namna ya kuipata hiyo story. Lakini sio vizuri kutumia plagiarism ukiwa una copy, una download alafu una convert kuwa audio na unajiita mwanahabari. Sio kitu kizuri kabisa. Ni kama unyonyaji ama wizi kwa namna nyingine, naweza kusema hivyo. Kwa hivyo kwa yote tutakayembaini tutaweza kumchukulia hatua za kisheria. Kwa hivyo tunaomba kwa wale ambao wana matumizi hayo, basi waache mara moja ama wawasiliane na sisi na tutawapa ushirikiano. Si vyema kuiba kazi ya mtu. Tunatumia nguvu kubwa, tunatumia muda, pesa na vitu vingi kwa ajili ya kupata simulizi za namna hii. Kwa hivyo lazima nao uonyeshe jitihada yako. So unakaa kwenye radio unakula mshahara wa bure, afu una download tu story unaweka. Sio kitu kizuri kabisa, hasa radio za mikoani huko na sehemu zingine. Tunaomba sana msitumie hivyo. Otherwise tuwasiliane, upewe utaratibu namna gani ya kuipata story. Lakini sio kitu kizuri kutumia plagiarism. Kwa wale journalist utakuwa wananielewa zaidi. Kwa hivyo bado tunaendelea na story ya brother hapa na tunaendelea na mtiririko wa matukio yake. Bado matukio ni mengi na ni makubwa, la kutega sikio ili upate chakula chako cha kila siku cha kujifunza katika elimu hii ya kidunia. Brother, habari ya tangu jana? Namshukuru Mungu kabisa, na Mwenyezi Mungu anahusika na afya yangu. Sawa. Pole kwa changamoto, lakini ningependa ama ningeomba tuendelee tulikoishia. Uliambiwa kwamba ulale hapo ili kesho kuna sehemu upelekwe. Ulienda wapi na nini kiliendelea? Basi hiyo siku, kwa sababu aliniambia hiyo siku, aliniambia ilikuwa jioni. Basi wezi amini, mimi sikuweza kulala usiku ule. Nilikuwa na moto, shauku kujua wapi napelekwa, na nilikuwa naamini moja kwa moja kipelekwa moja kwa moja ndio nitafanyaje? Ndio nitakuwa tajiri. Lakini cha ajabu ilifika kesho, akanambia sio siku muhimu wa kwenda. Yani sio muda muhimu wa kwenda hiyo siku. Kwa cha kufanya, cha ajabu ningeshangaa, anambia panda ndani ya gari twende kufanya shopping. Siku tuenda kufanya shopping ya hatari sana brother. Shopping ambayo kimsingi mimi nilikuwa kwa muonekano nilioenda na nilivyojaribisha ile suti, inaonekana mtu ambaye wa hadhi kubwa sana. Japokuwa unaweza kuvaa suti kuonekana mtu wa hadhi, lakini ndani ya nafsi yako mimi unajua sio mtu wa hadhi, lakini kwa mtu kuniona hivi aona huyo mtu wa hadhi. Basi nikaenda shopping, kwenda Mlimani City, kumbuka. Kwenda pale shopping, tukapiga shopping ya nguvu sana bro. Kuanzia kiatu, suruali, tai, shati kali, tai nzuri. Nikaenda nikapelekwa barber shop, nikanyoa nywele safi, yani nikanyolewa ndevu vizuri safi, yani kimsingi nilipendeza sana. Muonekano ulizingatiwa. Nikapiga scrub, japokuwa kwa sina hizo experience na masuala scrub. Akaniambia huyu inabidi angae bwana. Yani kama kana kwamba tunaenda sehemu ambayo ni ya kifahari sana. Nikaambiwa inabidi ungae safi. Nikaenda ngapigwa scrub safi, ngozi, yani kifupi ngozi ikawa nzuri, nikang'aa kabisa. Basi akaniambia sasa siku hiyo, akaniambia leo sio safari, leo tulikuwa tunafanya shopping,
kimsingi kesho ndio tuna safari ya kufanyaje, safari ya kwenda. Basi tumerudi nyumbani, mimi shauku tu kwamba hiyo kesho ifika, sababu pale tulipomaliza shopping kila kitu mpaka kumaliza ilikuwa kama mida saa 11 hivi I think nadhani. Kumaliza tukaenda nyumbani. Kimi shauku kila kitu ni kwa sema kesho ifike, yani hiyo sehemu niende ni unajua mtu kwa yani shauku moyo. Ulikuwa unajua hapo ndio hatua ya kwanza ya mafanikio yako. Yani kwa najua moja kwa moja hapa ndo nishamaliza shughuli. Nikienda huko moja kwa moja nifanyaje? Nimepata utajiri. Basi kesho asubuhi, kwa sababu nilikuwa sina utaratibu wa kulala naye. Kama ni kawaida huaga kuna sehemu huaga nalala ambacho kwa chumba chake hicho. Chumba chake cha nini? Chumba cha kisasili. Ambao wafanyakazi wote wanajua kwamba kile chumba haruhusiwi kuingia, haruhusiwi kuja kufanya usafi, watapita poti. Nicho chumba kimeandikwa namba. Namba yake kabisa imewekwa pale, inapigwa muhuri, yani namba yake kabisa. Vingine yote havina namba. Hiko tu ndo kina namba. Namba imewekwa danger. Yani ile toxic, hii wanaelewa kisema toxic. Yala mafuvu kwamba ni hatari. Yani humo ndani usiingie. Namba ilikuwa namba ngapi? Ilikuwa namba 16. Kwa namba 16. Vyumba havifiki 16. Vyumba vilikuwa yani vikadiria tu vyumba mule kama 4 au 5. Lakini kile chumba kimeandikwa 16. Alafu kwa mbele alama tox, alafu kuna maneno kama yameandikwa. Maneno ya ikaandikwa, yani imeandikwa to herufi, lakini kwa sijajua zina maana gani hadi sasa hivi. Lakini imeandikwa hello F afiki kwa na G. Hello FG afu toxi afu namba 16. Sasa sijajua ina maana gani hello FG. Lakini nitakuja kufuatilia, nitakwambia ina maana gani. Okay. Basi tukajiandaa asubuhi safi, tukanywa chai safi, tupanda gari. Nyuka ninapokuambia ni hata kuniangalia nimenyuka, unaweza sema huyu bosi wa wapi? Yani bosi mkubwa sana. Yani kiatu mpaka unajiona. Unaona? Kwa tumeondoka, tumepanda gari zuri, magari yake kifahari sana yule jamaa. Yani bro, kuna watu wanaishi sana bro. Kuna watu wanaishi afu kuna watu wana umaskini mkubwa sana. Kwa kuna kuishi na kuna mtu, yani si nisemaje, yani kuna mtu ana hela mpaka hatua ya mwisho, afu kuna mtu maskini mpaka hatua ya mwisho. Mpaka kula yake tu ni mtihani. Afu kuna huyu ambaye anajua hata kula yake miaka hata 6000 mbele huko. Anajua kula yake kizazi na vizazi, anajua vitakula. Hana changamoto yoyote. Basi tukaongozana tukaenda hiyo sehemu. Sasa cha ajabu, mimi mawazo yangu yote, haki zangu zote, twenda kwa nani? Twenda kwa mganga. Lakini akaniambia kwamba atwendi kwa mganga, kuna sehemu nakupeleka. Hiyo sehemu unaijua. Nikamwambia naijua kivipi? Kaambia hiyo sehemu wewe unaijua. Sasa tunaenda location inaosoma, naona atwendi mapolini, atwendi labda mkoani, labda wapi. Location nasoma town. Tupo hapo Dar es Salaam. Akasema tunaenda, lakini huko tunapoenda huyo mtu unafanyaje? Unamfahamu. Basi kwa tumeongozana tumeenda. Hiyo sehemu ni kanisani. Tuliofika kanisa kubwa, na kanisa hilo linajulikana sana bro, na mchungaji mkubwa. Huyo mchungaji kwanza, yule jinsi gani alivyokuwa anafahamika kwamba sababu kuna sehemu naenda lazima kwanza usaini, utoe taarifa unakutana na nani, na huyo mchungaji ajue kabisa ratiba yako kwamba mnakutana. Kwa hiyo ni mchungaji mkubwa bro, yana anajulikana Tanzania nzima. Kwa hiyo ana hadi mabodyguard bro, kwa heshima, kwa naweza kusema kwa sababu ya kiusalama, na mimi kwa sitoweza kutaja, lakini kama kiwezekana nitakutajia off camera kwa heshima yangu, naomba, kwa sababu ya kiusalama, na mwenyewe siwezi kumtaja na siwezi kusaidia bro. Yani ndapo naamini hata nikija kumtaja basi nitajiingiza katika matatizo makubwa sana.
Kwa naomba sitomtaja kwa sababu ya kiusalama na mimi moja kwa moja. Kwa hilo naomba tutasameana. Lakini nitakutajia nje ya kamera utamjua naye mchungaji gani. Basi fika paka pale. Yule rafiki yangu anaonekana moja kwa moja anafahamu, yani anafahamika pale. Kwa hata kama kusaini tu anasaini, afu kuna watu wanasalimiana nao, yani kama watu ambao wafanyakazi wa mule si mgeni pale, anasalimiana bwana huonekani za siku nyingi hivi na hivi, anasaini bwana yupo wewe. Sasa anaenda paka kule kwa chumba chake maalum, yani chumba chake kimekaa, chumba kimejaa, yani hicho chumba kinanukia harufu nzuri afu pasafi ndani, yani ofisi fulani nzuri, lakini ofisi hapo ofisi na sema mapumzikio, kama kisofa kimetayarishwa, sema mapumzikio, afya yupo, msalaba mkubwa, nakwambia msalaba mkubwa, yeye yupo pale anasoma vitabu na nini, anachezea simu pale. Sikasemaje sasa, mimi nimemwambia nipeleke kwa, yani mimi sasa nikawa namuoja, naambia bwana bro, nani rafiki yangu, nikamwambia bwana, mimi nimekwambia unipeleke kwa mtumishi kwa nani, kwa mchungaji. Hadi mchungaji nani? Mganga. Nilipata utaji huku tunapeleka wapi? Mbona nilipeleka kwa wachungaji? Kwa nini nataka kuombewa? Ambia acha, sikilizia wewe, twende huku ninavyokuambia wewe, twende huku. Mimi ndo mtu wako karibu, wewe twende, una wasiwasi gani? Fuata maelekezo. Basi kuongozana. Fika pale kamsalimia. Sasa kwa heshima, ujue kwa heshima yake yule, uweze kumsalimia eti habari gani hivi na hivi, lazima utatumia, kwa sababu ya kanisa, yaani umekutana na shehe, uweze kumsalimia eti habari gani au hivi na hivi, lazima utatumia, kwa sababu ni shehe, utamwambia asalamu alaykum. Kwa sababu umekutana na mchungaji, utamwambia Bwana Yesu asifiwe, tutumia lugha zile za kiimani, kama ni kanisani na kama ukutana mtu ambaye kijana tu wa mtaani, utamtumia lugha za kidogo, yani kila sehemu na wakati wake. Sasa pale nilipofika pale, kabla mimi nitumie Bwana Yesu asifiwe mtumishi, sasa uzima, na ule akamsalimia. Sasa yule cha ajabu, mimi nimemsalimia, nimewahi kumsalimia mimi, lakini yule akamsalimia hivyo, kuna salamu akaitoa pale, ambapo salamu mimi sikuijua salamu ina maana gani, mpaka nipoingia ndo nikajua hii salamu, kumbe waga kutana wenyewe kwa wenyewe, waga wanasalimiana hivi. Kwa ukubwa wa huyo mtumishi, hata hajamtetemekea kama ilivyokuwa kwa mara ya kwanza kumuona live, ama ushawahi kumuona live? Sijawahi kumuona live, ndo maana yani staajabu, yani sikumuona, uwezi kumwingia. Kifupi, nje ana ulinzi, yani nje pale nje anapoingilia kuna mabodyguard wa kutosha pale. Kabla hujaingia kanisani kuna secretary, yani kifupi ni mtu maalum, umuingii hivi, yani umuingii hivi. Sasa yule anamfahamu, anamjua. Kwa mimi ndo nilikuwa natetemeka, ndo maana nikaanza kuwahi kwamba kumwambia Bwana Yesu asifiwe mtumishi. Lakini kwa Samuel kwake ni mtu wa kawaida, ndo maana akamsalimia lugha ambazo hizo ndo kwambia wanaelewana. Na pale kama akachukua ishara, kuna ishara akatoa ishara, akaitoa wote, wakatoa ishara, afu akainama chini wote, afu karudi. Ile nikastaajabu, yani kuna vitu nikaviona mpaka nikasema hichi kitu gani ambacho nakiona kwa kweli. Basi akamekaa Samueli na mimi nimekaa, akaanza kumwambia, kwanza kupiga story zao kama wenyewe, lakini story zao mimi ilikuwa siwezi kuniingia mpaka alipo, yani siwezi, kwa sababu ukikutana na mtu mnajuana, na maana mkipiga story mimi siwezi nikazifuatilia story wana maana gani zina nini, lakini nilikuwa napiga story zao kama wao. Mwisho siku akaja akanitambulisha kwamba huyu bwana ni rafiki yangu, mimi rafiki yangu, kijana mwenzangu, na yeye anafanyaje, anahitaji utajiri. Akaniangalia akasema, lakini ana moyo, ana roho jasiri, au tu anataka tu utajiri juu? Ushamweleza juu ya vyote hivi? Sasa mimi mimi nasikiliza. Sasa mimi kanajiuliza, mimi kama mimi kwenye nafsi yangu, kwani huyu mchungaji ndo anagawa utajiri? Yeye sasa ndo anasema mchungaji ndo anagawa utajiri. Ukaisi labda ni siku unaombea au ndo nikasema, au ndo wale njoo upate utajiri. Kumbe huyu ndo, asilimia kubwa wachungaji ndo wanatoa utajiri kwa staili hii. Wanasema njoo ombe upate utajiri, njoo ombe ufanye ama una mtoto utapata mtoto, miujiza inatendeka. Nisema
sasa bwana Samueli, mbona kanipeleka ambao sehemu ambapo mpaka ufanye imani ndio ufanyaje upate kitu? Sababu kanipeka. Sasa kipindi naongea akaniambia, akaniuliza sasa mtumishi, yeye kama yeye sasa akaniuliza, akaniambiaje, wewe unaitwa nani? Nikamtajia jina langu. Akaniambia subiri kwanza. Alipomtajia jina akasema subiri kwanza. Akastopisha, nikamsubiri. Ghafla ananiambia sasa, ananipa sasa historia yangu bila mimi kujua. Akasema kuna 1, kuna 2, kuna 3. Yaani anafahamu ya nyuma yangu yote karibia. Anakujua. Edi. Paka sema mtumishi kanijuaje? Anasema wewe mama yako ni anaumwa. Wewe kuna mtu anashiriki katika uchawi, mtu 1, 2, 3, na huyo mtu anatumia uchawi wa aina gani, anataka wasambaratishe gani, na hapa sasa hivi upo kwenye kivuli. Yaani mtumishi aliongea mambo mengi juu yangu mimi, na anachozungumza ukiangalia ni kweli, ni sahihi ambacho anachozungumza. Nikaa sasa mimi sasa ndo nastaajabu. Sawa sasa nikanaogopa hofu kwamba amejuaje, amefahamu vipi? Ghafla Samuel akawa anacheka. Yaani mimi sasa na hofu, lakini Samuel anacheka, anaona yani vitu ambavyo kimsingi mambo madogo sana. Ghafla Samuel akasema, bwana huyu lengo lake ni kupata utajiri. Akanambia, lakini tofauti na ujasiri na kila kitu, ana kolomeo hichi anacho, ana siri. Haya yote mimi ulivyoniona mimi hapa unanifahamu bila shaka. Nikamwambia nakufahamu. Ni mtumishi gani? Nikamtajia mtumishi mtu fulani. Akasema unaona huko watu wananijua kwa design gani? Nikamwambia watu wanakujua kwa imani kubwa na kuona wewe ndo mtu wa kuwaponya watu, wa kubariki watu. Watu wanakuona ndo mchungaji wa kweli. Ipo kwako. Akasema sasa wewe ni mtu mdogo sana ambao unaweza kaenda kuambia, kwa mfano ukija ukatoa siri kwamba mimi nikuta mtu wa design hii, alafu katoa siri mimi na watu kwanza una ushawishi wa mimi wa kufanyaje, wa kuamini wewe ni mtoto mdogo sana au mtu mdogo sana. Kwa una ile hali mtu akuongee bwana mtu fulani na kitu fulani, watu kufanyaje, wa kuamini. Hauna pawa hiyo. Alafu akaniambiaje kwamba endapo kija ukazungumza kwamba mimi nimefanya kitu fulani au mimi ni mtu wa design fulani, mimi wewe hata wewe kupitia naweza kasio kupitia kwa serikali au kwa kwangu mwenyewe kutafuta labda kwa polisi, kwa nini au kutafutia kesi yote, mimi tu mwenyewe na uwezo kusambaratisha mara moja tu endapo ukifanyaje, ukija kutangaza hii siri ambayo ulinikuta nayo. Alinitisha sana yule mtumishi sana, alinitisha sana. Yaani ananiambia kwamba butu na kupoteza. Samuel akamwambia, Samuel sasa ndo kana nitetea mimi upande wangu mimi. Huyu ana shida, ana shida. Wewe kama kuna uwezekano mpe nafasi. Mimi na imani huyu rafiki yangu kapitia mambo mengi sana. Kwa hiyo hii haitashindikana. Mpe nafasi. Anamuita baba. Mpe nafasi baba. Labda nijue niwaambie labda waandishi watazamaji, yule mtumishi ambaye namzungumzia hapa, yeye agent ambaye alimpeleka Samueli huko kwenye utajiri. Kwa hiyo anapitia, ananiombea mimi na mimi nifanyaje niende huko. Kwa hiyo yeye alikuwa agawe utajiri, lakini yeye ana power au ni agent mkubwa wa huko. Kwa huwezi kufika kwa kule pasipo yeye. Anazijua njia na yeye ndo anatoa chapa. Kuna chapa atakupeni ambayo kule ndo mnafika nayo, imetoka sehemu fulani, na kuna chapa ina chapa ambayo unapewa. Kuna muhuri ambao kibandika kule, unaenda unautoa na kwambia huyu, kwa sababu si wana majenti yao, kwamba huyu katoka sehemu fulani, kwa unapokelewa kwa staili hii. Basi kwa pale akaniambia mimi nenda kafanya maajabu mengi sana. Ghafla akachukua simu, yani kunionyesha kwamba yeye ni mtu wa design gani. Akachukua simu, akamwambia kakaeni pale chini, pale kwenye sofa. Tukaenda tukakaa, kwa sababu ilikuwa tumekaa kwenye kiti chake hivi na hivi. Alikuwa anaongea hivi.
Akaenda kwenye sofa pale. Tukaenda tukakaa kwenye sofa. Akachukua simu yake, akapiga. Nakuhitaji mara moja. Sijajua nani anamhitaji. Mpaka nilipomuona sasa anakuja. Akaja binti mrembo. Mrembo, nikwambia mrembo, ndugu mwandishi wa habari, elewa maana mtoto bado mbichi. Mtoto mrembo, lakini ana asili kama Kisomali, yani wale wa Somali fulani, mweupe, nywele nyeupe, mrembo, figa nzuri. Yani nikisema total package, si unanielewa? Mwanamke total package. Nahisi unanielewa. Ana kila kitu kuanzia shepu, muonekano, rangi. Yani mwanaume lijali yoyote hawezi akamuona yule mwanamke akashindwa kumtamani. Yoyote yule kakaa kwa ajili ya kingono kabisa. Muonekano kabisa, yani kama anavutia, lakini kwa kumuonekano ule mzuri mpaka unaweza kama huu ni jini. Muonekano wake ulikuwa mzuri. Kamuita pale. Ghafla alipomuita akatoka pale alipokuwa yeye alikaa kwenye kiti hivi. Akatoka, akamwambia sasa, akachukua vile viti viwili, akachukua vile vitu vya akavivuta, akamwambia nani, tokeni hapo kwenye sofa, akaeni pale. Mimi naangalia hapo. Nasema hichi kitu gani kinataka kufanyika hapa? Mimi naangalia hapo. Ghafla akaanza kumnyonya mate. Mdomo kwa mdomo. Mdomo kwa mdomo, akashuka, akasaula. Sasa mimi najiuliza, hiki kitu gani kinachofanyika hapa? Mtumishi wa Mungu anafanya uchafu kama huu kweli? Sasa ndani ya moyo wangu najiuliza, natetemeka, lakini bwana Samuel yana furahi na hata sehemu zake za mbele zilianza simama. Sasa mimi ile hali ya uoga siwezi hata siku moja ngasimamisha. Kwenye hali ya uoga, yani siwezi hata siku moja ngafanyaje nikasimamisha. Akaanza kumnyonya vizuri, kaanza kumshika matiti, kampapasa vizuri matiti, kashuka, akanamnyonya hadi sehemu zake za asili, ananyonya mtumishi kwa kweli alikuwa yupo vizuri. Ananyonya hadi makalio yake, ananyonya yani. Dada ne anaenda anachukua sehemu yake ya mbele na inyonya, yani mapenzi, anafanyika mapenzi pale. Ni kama picha unaliona hivi, au picha zile za video za ngono. Sasa unaishuhudia live, sasa bila chenga unaishuhudia live. Lakini cha ajabu, mtumishi katika harakati za kuanza kumwingilia, akaanza sana kumwingilia kinyume na maumbile. Ana mafuta yake, hayo mafuta ambayo yanatumika sana kwa njia ndio anatumia kwa ajili ya upako. Sasa ndio akatumika kama kilainishi. Vitu vya ajabu kabisa. Mafuta ambayo yanatumika kwa njia ya upako ndio akatumika kama kilainishi. Ile lainishe pale nyuma ili afanyaje apate kumwingilia. Kwa kweli mimi nibaki na shangaa, yani natoa macho. Halafu akaniambia, hizi raha zote utazipata vipi? Akaniambia mimi, hizi raha zote utazipata vipi pasipo kuingia sehemu ambayo ni nzuri na fahari kama hii? Aka kama ananivutia, yani aonesha fahari aliyokuwa nayo. Alipomaliza kumwingilia yule binti, akanamuuliza sasa, umelizika baba? Anamuuliza mtumishi, sio jamaa, wewe ni mtumishi wa Mungu. Anamuuliza umelizika baba? Yani baba ni neno la heshima ambalo anapatiwa mtumishi wa Mungu. Umelizika baba? Yani kama hajalizika waendelee. Kama hajalizika mpaka hatua mwisho baba akapiga, naona kabisa mpaka hatua kwamba anafanyaje, zinatoka zile mbegu. Yeye sasa ndo kalizika, kakaa juu, kaemea juu, alafu binti bado ana hamu ya kuendelea. Anamuuliza sasa umelizika? Sasa mimi kimuone nikasema, sasa kama Samuel tayari mambo yashasimama, senda akamshughulikie. Sasa kwa sababu yani sasa mimi kanajiuliza sasa, sababu mimi fika hatua sasa unaweza kaona sasa kutokana na halisi ile, wewe hata kama mwanaume kidogo hali ya oga inaisha. Sasa wewe mwenyewe unatamani sasa ukafanya kitendo cha kumwingilia kinyume na maumbile tu. Basi miro yangu ikasema hapa shenge uchafu mkubwa sana unaofanyika hapa. Kuna uchafu mkubwa sana unahusika hapa. Halafu tukio hilo ambalo kiliniacha mimi mdomo wazi, alafu baada hapo ule dada akawa ameondoka. Tukabaki sasa tukarudishwa sasa nini?
Afu akaenda akavaa nguo zake kule, akajipangusha na tishu mbele, akavaa box yake nini na nini. Akawa ametulia, akasema unaona? La, nimepata dada dakika chache tu. Nikasema bwana. Nikasema kweli, lakini naogopa. Yaani naogopa sana sana. Akasema uchafu na ushuhudia live, uchafu wa design hii, uchafu wa design gani? Na cha ajabu yule mtumishi mpaka nilipomwona yeye ni mtu ajabu zaidi. Kitendo cha kumwingilia yule binti, alipomaliza kumwingilia yule binti, ile binti alimuuliza umelizika baba? Akasema sijalizika. Akaambia mimi nimelishalizika. Cha ajabu ametugeukia sisi sasa. Ametuuliza vipi? Yaani kama kuna option nyingine na atushughulikie na sisi. Mimi kwa kweli mimi siweza kumjibu. Somebody ndo akasema akamfanyia tu ishara kwamba ipo sawa. Basi akavuta kwamba inawezekana kama wanataka burudani, kama na nyinyi mnataka burudani, mnaweza mkaipata burudani pale iendelee zaidi. Basi ule uchafu ufanyika, ule uchafu nikaa nimeushuhudia uchafu unafanyika mbele ya macho yangu. Sikuweza wanasema sikuweza kuhisi labda sikuweza kuhisi, labda hata nikahisi hata dunia ningekuwa kuna kamera au ungekuwa nini kuitangazia dunia kwamba huyu mtumishi anafanya anaombea watu, anakemea watu wanamwamini na nini, na watu kweli wanapona. Kumbe anafanya uchafu wa design hii. Nikastaajabu sana ndugu mtangazaji, sana nikastaajabu na niliogopa sana. Basi baada hapo akaniambiaje, mama yako wewe anaumwa. Nikamwambia mamangu wewe anaumwa. Basi kwa sababu ile ilikuwa kama Alhamisi au Ijumaa, kitu kama hicho, sijajua lini, lakini kama Alhamisi au Ijumaa, haikuwa siku ya ibada wala haikuwa siku ya weekend, ilikuwa siku za kawaida hizi, siku kawaida. Basi akaniambia naomba mamako aje siku ya Jumapili nimfanyie miujiza, kwa sababu Jumapili itakuwa siku ya miujiza.